Hello guys, hope you are doing fine. So leo nataka tuongelele what we call the HVS ama the high vaginal swab. And I'm addressing ladies or women today. Umeenda hospitali uko na a full smell ama discharge from your vagina, and then your doctor or your clinician has requested what we call the high vaginal swab. And then you've gone to the lab and you've been given a swab, something like this. There is a swab. It is a applicator stick coated with what we call a cotton. Hapa juu kuna cotton, hii ni cotton wool ambayo imefungwa hapa vizuri, and then you are required to take a specimen from your vagina. It is known as the high vaginal swab because we want to take our specimen or our sample from the vagina. It's known as the high vaginal swab. So once you've been given this, you are required maybe to go to the nursing station. Kuna mhudumu pale wa afya ambaye anaweza kukutoa hii specimen professionally akutoa ile specimen pale ndio lete lab, because wewe ukiambiwa ujitoe unaweza usilete ile the required sample, ama unaweza usiingishe ifike mahali inafaa, plus wewe ukijitoa uwezi ona mahali unafaa kutoa ile specimen, yeah? Kama uko na discharge na kusumbua, umeenda pale, kuna mhudumu ama nurse ambaye atakutoa hiyo specimen, atakuwekea speculum, ataangalia kule ndani kwenye vagina kabisa, ataingisha vizuri hiyo swab, then atarotate hii specimen, atarotate hii swab pale kwenye vagina vizuri. Kama kuna discharge, then atarudisha hapa ndani, then utaleta lab. So basically this test, or the test that we call the HVS, it is used to diagnose what we call a vaginal thrush. Inatumika pia kutuonyesha kama uko na kitu ambacho tunaita trichomonas vaginalis. Alafu na pia inasaidia daktari kujua kama uko na fungal infection ambayo tunaita ni candidiasis, na pia itamsaidia kujua the type of drug ambayo atakupatia, kwa sababu HVS tunafanya kitu tunaita gram stain, and this gram stain will classify the bacteria into two. It divides bacteria into two groups. We've got that bacteria ambayo tunaita gram positive bacteria, and we've got what we call gram negative bacteria. So daktari akipeana dawa as per the report of the HVS, atajua kama ni gram positive ambayo tumeona kwenye lab, atakupatia zile drugs ziko sensitive to gram positives, na kama ni gram negative, your clinician or doctor would give you the drugs that are sensitive to the gram negative. Yep. So tumetoa specimen yetu from your vagina, so we'll just bring it to the lab, then we'll process. So I want to show you how we process the HVS, ndio tujue kama uko na yeast infection, ama ni bacterial vaginosis, ama ni trichomonas vaginalis. Bacterial vaginosis ni wakati tuko na imbalance between the good and bad bacteria protecting your vagina. Normally there are good bacteria protecting your vagina. Once there is an imbalance in those good bacteria protecting your vagina, utapata huko na kitu tunaita bacterial vaginosis. Ni kumaanisha kwamba umeinterfere na the atmosphere ama the environment in your vagina, and then once you cause that imbalance, you'll be now prone to many other infections. Unaweza umepata syphilis zinaingia, gonorrhea zinaingia, unapata ka infection, yeast inaingia, kwa sababu kuna ile imbalance. Ndio tunaitanga bacterial vaginosis. Sawa sawa. Then trichomonas vaginalis, it is a parasite ambayo it is sexually transmitted. It is a sexually transmitted infection ama parasite ambayo ikishaingia pale kwenye vagina utakuwa na shida. So tutaweza kuangalia trichomonas vaginalis through the HVS. So once you brought the HVS, sisi tutapeleka lab, examine in two phases. Number one, we'll do what we call the wet preparation. Wet preparation basically itatuonyesha kama uko na infection. Kwanza kama uko na pus cells. Pus cells, they indicate you've got a bacterial infection. It is not specific to what type of bacteria is causing that infection. Yeah, that's what we call pus cells. And then number two, you've got what we call the yeast cells. Yeast cells sasa ndio tumesema tuko na Candida albicans, which is the causative agent of candidiasis. And by the way, the yeast ndio imesumbua wanawake wengi sana, na watu wanauliza hii yeast hygiene, yeah,
Hygiene, ukiangalia hygiene vizuri, we can eliminate the yeast infection, but Candida albicans iko na inasumbua sana. And then HVS pia daktari anaweza kurequestia ufanyiwe kitu ambayo tunaita ni culture. HVS for culture and sensitivity is a test, is a lab test ambapo ukishatolewa hiyo swab vizuri na isikontaminatiwe na mhudumu wa afya, imetolewa vizuri na imekuja lab, will culture this swab ama hiyo discharge ambayo unatoa from your vagina kwa medias, na sasa uzuri ya culture ni inatupatia the drugs that are sensitive to that bacteria. Sawa sawa. So basically that's what we call HVS, and I want to show how we stain the HVS and how we examine on the microscope. Kindly guys subscribe to our channel at Dr. Lab 27 hapo YouTube. Let's like, share, follow, comment. Let's gain and grow together. Until next time guys, bye.